ambalo serikali ya awamu ya 6 inaendelea ama imewekeza zaidi kuhakikisha maendeleo yanakwenda vijijini. Hivi sasa basi tunaendelea na tunawasikiliza mawaziri mbalimbali, na Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa viwanda na biashara, anaenda naye kuzungumza na wadau wa TNBC ambao basi ni Baraza la Taifa la Biashara. Dario Majaliwa, waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na heshimiwa mawaziri na viongozi wote mliopo hapa na washiriki wa kongamano hili, na wasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu mengi ameshasema, mimi nisema chache tu. Kwanza niwakumbushe kwamba hizi siku 100 muasisi wake anaitwa Franklin Roosevelt, rais wa 33 wa Marekani, ndiye ambaye alianzisha utamaduni huu wa marais kutathminiwa baada ya siku 100, na sababu yake kubwa ilikuwa ni kwamba wakati anaingia madarakani, wakati huo Marekani ilikuwa na changamoto kubwa ya kushuka sana kwa uchumi wake, na mabenki yalikuwa na hali mbaya sana, na namba 3 pakawa na hali mbaya sana ya ajira. Kwa hiyo akaahidi kwamba nitatatua haya mambo haya ndani ya siku 100. Kwa hivyo wakamsubiri katika siku 100 aone atafanyaje. Kwa baada ya siku 100 ikafanyika tathmini, na katika tathmini hiyo akawa ameshatatua zaidi ya 50%. Kwa hivyo kuanzia mwaka 33 dunia nzima ikawa na utamaduni wa kutathmini marais katika siku 100. Na sababu yake kubwa ni kwa sababu ndani ya siku 100 kama rais hajaonyesha mwelekeo, manake mnapoenda kule hapaeleweki. Kwa nadhani hiyo nitaka kueleza hiyo msingi wa siku 100 ni nini. Lakini na mimi nichangie tu kidogo. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika siku zake 100, kwa maoni yangu, ameweza kuondoa mashaka kadhaa. Tulikuwa na mashaka kama nchi 3, na dunia ilikuwa na shaka kubwa moja kuhusu Tanzania, na kwa maoni yangu kwamba ameweza kuyaklia mashaka hayo ndani ya siku 100 kama ambavyo tumeona katika mjadala. Shaka namba 1 ilikuwa ni swala zima la muendelezo. Kulikuwa na, baada ya kufariki kwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, rais wetu wa 5, kulikuwa na shaka kubwa kwamba itakuwaje sasa. Kutakuwa na muendelezo katika mambo mengi, lakini mawili ya msingi. Moja, kutaendelea kuwa na utulivu katika nchi hii kama walivyosema waliopita kwamba nchi yetu inajulikana kwa utulivu na amani kwa miaka mingi. Kufuatia kufariki kwa rais wetu, kwa sababu ilikuwa tukio la kwanza kutokea katika nchi hii, hatujawahi kutokea kwamba kiongozi akafariki akiwa madarakani. Tulikuwa na changamoto mwaka 99 alipofariki mzee rais wetu wa kwanza Mwalimu Nyerere, ilitikisika nchi, na Mheshimiwa Rais Mkapa wakati huo akafanikiwa kuituliza. Sasa kama ilitikisika kwa kufariki wa rais wa zamani, akifariki rais aliyepo madarakani inakuwaje? Kwa hiyo kulikuwa na shaka kubwa kuhusu muendelezo kwa katika utulivu. Lakini la pili, shaka ilikuwepo kwamba Rais Magufuli alikuwa ameanzisha miradi mikubwa ya maendeleo ambayo Watanzania walikuwa wanaipenda na wanaifuatilia. Pakawa na shaka, hii miradi itakuwaje sasa? Hili bwawa la umeme itakuwaje? SGR na mingine mingi. Lakini kwa kweli katika siku 100 Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kuondoa shaka hiyo bila wasiwasi wote, kwamba nchi ni tulivu, nchi ni salama kwa uongozi wake. Lakini ametuhakikishia kwamba miradi yote ya msingi iliyokuwa inaendelea itaendelea, na ndio kwa msingi wa kazi inaendelea. Shaka ya pili ambayo na yenyewe ilikuwa ni shaka kubwa, kulikuwa na mashaka miongoni mwa wafanyabiashara na wawekezaji, na hii ni shaka ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameirithi. Sisi ambao tulipata bahati ya kuteuliwa na Mheshimiwa John Magufuli katika kuingia katika baraza lake,
mimi nilikuwa kwenye sekta ya uwekezaji kama alivyomwambia. Kulikuwa na shaka wakati ule alipotoa hotuba yake bungeni tarehe 13 Novemba 2020. Alitoa speech nzuri sana Rais Magufuli kuhusu mwelekeo wa biashara na uwekezaji. Lakini bado wafanyabiashara wanauliza, hii ni kweli hii? Mimi nilipoteuliwa na kwenye nikatoa speech, nilipoenda TIC nikaandika na makala kwenye gazeti la The Citizen. Kitila, umeongea mambo mazito nzuri sana, lakini kweli nyie? Mzee anasemaje? Mzee si ndo nimesema mimi ndo hayo? Hapana bwana, hii sielewi. Lakini kwa kweli alichotusaidia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika siku zake 100, kwa tathmini yangu, na mimi ni profesa, kwa tathmini yangu ni kweli, usifanye mchezo. Kwa tathmini yangu hakuna shaka kwamba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameweza kufuta mashaka waliokuwa nayo. Walikwenda wakanieleza jinsi ambavyo banki zina hali mbaya. Profesa, hali ya benki ni mbaya, deposits yazidi. Lakini baadaye juzi ameniita, ananieleza takwimu za kuonyesha kwamba the flow kwenye deposits katika benki zina flow vizuri. Kwa hiyo ameondoa mashaka hayo katika sekta ya biashara na katika sekta ya uwekezaji. Ni jambo zuri sana. Shaka ya tatu ilikuwa ni kwetu sisi wanasiasa. Shaka katika siasa. Na hii ilikuwa ni pande zote mbili, kwa sisi kwenye CCM na katika opposition. Katika CCM hoja ilikuwa unajua, kwenye kwanza tukakaa kipindi fulani bila kuwa na mwenyekiti wa chama, kwa sababu kwenye CCM hampeani, tunabidi uende katika mchakato. Ingekuwa upande wa mwenyekiti angepatikana kila hiyo, huko hamna. Kwa hiyo sasa ilikuwa ni itakuwaje sasa? Vipi hapa? Kwa hiyo tukakaa pale bila mwenyekiti wa chama wa taifa. Na mwenyekiti atakuwa mwanamke wa chama. Lakini kwa kweli mchakato umeenda vizuri ndani ya chama, kama tiku imekaa, halmashauri imekaa, na tarehe 30 mwezi wa 4 ikakaa mkutano mkuu. Kwa mara ya kwanza mwenyekiti akachaguliwa mwanamke, lakini sio tu mwanamke, 100% za wajibu wa mkutano mkuu. Na immediately Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akakalia kile kiti, akaenea, akatoa hotuba katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, hotuba moja bora sana za CCM katika mkutano mkuu. Kwa hiyo akaclear doubt yeyote ndani ya CCM kuhusu kapi yote. Kwa CCM ikabaki salama, imara, na sasa inasonga mbele kwa bidii kuliko maelezo. Sasa ikaja upande wa pili, kule upande wa wenzetu. Sasa hii tumetoka kupigwa hii 2020, itakuwaje sasa? Labda hapa labda kuna nini hapa? Of course kisiasa wajanja wenzetu wakaanza kana kwamba nchi imeingia kwenye chama kingine cha uongozi. Lakini kwa kweli akatoa shaka katika maeneo mawili. Moja, akawaeleza kwamba nchi yetu ni ya kidemokrasia, inafuata msingi wa mingi, tutaizingatia kikamilifu, you are important key players, karibuni tufanye siasa za ushindani. Lakini of course akahakikishia kwamba mimi ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na CCM ni ile tunasonga mbele, tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2025. Kwa kisiasa pia nchi imetulia, tupo balanced, tupo tayari kwa ushindani, na CCM imejipanga hivyo. Tunaamini wenzetu wanajipanga tayari nchi iende vizuri kisiasa. Na shaka ya mwisho ilikuwa ni ya kidunia. Na hii Mwembe anafahamu. Mwembe na waziri wa Foreign Affairs tumekumbana nayo sana sisi. Ilikuwa ni kuhusu handling ya COVID-19. Dunia, tukutana mabalozi yote, mtaongea, wawekezaji tunawaleta, lakini kabla hajaondoka anambia, Kitila, but what about COVID? Kamba COVID what? What about what? You know, are you going to take a vaccine? Kamba wewe tulia bwana. Vaccine, wewe tulia, sikiliza maelekezo ya serikali. But you are not wearing mask. Kamba kila nchi inachagua utaratibu wake wa kushughulikia swala la COVID. Swala la COVID ni contextual pia. But wewe uliokuja nayo tumeshamaliza kuzungumza, kwa heri. Kuhusu COVID sikiliza waziri wa afya atakueleza. Mimi hapa ni waziri wa uwekezaji au waziri wa biashara. Lakini kwa kweli kulikuwa na shaka ya dunia kuhusu Tanzania ina handle vipi swala la COVID. Alichotusaidia Mama Samia Suluhu Hassan katika miaka
katika siku 100. Hakuna shaka kwamba tunasema ile ameweza ku reintegrate Tanzania into the world in as far as COVID-19 is concerned. Kwa hiyo sisi tunashughulikia COVID kama inavyoshughulikia popote pale duniani, lakini vile vile katika misingi yetu ya Kitanzania. Kwa hiyo nashukuru sana kwamba nadhani kwa mimi mchango mkubwa ambao umetoa mama ni katika kuondoa mashaka hayo yaliyokuwepo, lakini la mwisho mchango wake mkubwa amezungumza Mheshimiwa Mwambe hapa na wengine kuhusu swala la uwekezaji ambao kwa kweli sasa hivi ni ajenda kubwa. Kuna fakta nyingi za kuvutia uwekezaji, lakini fakta ya msingi namba moja ni hali ya hewa ya kisiasa, political climate environment. Hiyo hata mambo mengine yote ukafanya vizuri, kama hiyo haitakaa vizuri inakuwa ni vigumu sana kuvutia wawekezaji. Nadhani alichotusaidia katika siku 100 ni kuweka vizuri hali ya kisiasa ya kuvutia wawekezaji, na ndio maana sasa nchi tayari ipo tayari kwa ajili ya kupokea wawekezaji. Hata tulionayo sisi kama serikali tutaendelea kuweka mazingira mazuri ya kufanya biashara na uwekezaji ndani ya misingi ya kisheria za Tanzania. Pale ambapo kuna changamoto ya kisheria, tupo tayari kupokea maoni na kushughulikia sheria hizo zikae vizuri ili tusonge mbele. Sisi kama serikali tumejipanga vizuri sana. Tunaombeni wenzetu upande wa sekta binafsi na nyie mjipange vizuri, maadamu mazingira ni mazuri, ili tusonge mbele vizuri zaidi. Kwa sababu mama amesema anaifungua nchi na ameshaifungua. Inamaanisha kwamba lazima tujipange vizuri sana katika eneo la kushindana. Tusipojipanga vizuri tunabadilika kuwa soko. Maana zote tutakuja hapa hatakuwa naweza kuwazuia. Kwa lazima private sector tujipange vizuri kwa ajili ya kushindana regionally na internationally. Sisi serikali tumejipanga vizuri, tunaombeni nyinyi tujipanga vizuri, tuendelee kushirikiana huu. Naamini the future is brighter than ever. Mungu awabariki sana, asanteni. Asante sana Profesa. Na huyo ni Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa viwanda na biashara. Ni kongamano la siku 100 za Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, na hivi sasa basi mawaziri mbalimbali wanatoa hotuba na mchango wao katika kongamano hili. Karibu.